Bwana Yesu asifiwe, ndugu mtazamaji. Wakati huu mzuri ambao niko mbele yako tena kuzungumza na wewe kwa habari ya utumishi wetu, na leo ninataka nizungumze na wewe mtumishi mwenzangu, mchungaji, mwinjilisti, mwalimu, mtume, nabii na kadhalika katika ufalme wa Mungu. Nataka nizungumze jambo hili kwamba tuna wajibu mkubwa sana ambao Mungu ametupatia. Mungu amekuamini, Mungu amekuthamini, amekupa huduma nzuri, amekupa kipawa kizuri kama kiongozi. Yawezekana wewe ni mchungaji wa mahali fulani au wewe ni mwinjilisti na kadhalika. Sasa nisikilize kitu ambacho Biblia inatuambia. Biblia inatuambia hapa. Mtumishi wa Mungu Petro katika waraka wa kwanza sura ya 5 mstari wa kwanza hadi wa 4. Nitasoma kwa haraka. Na wasii wazee walio kwenu, mimi niliye mzee mwenzi wao na shahidi wa mateso ya Kristo na mshirika wa utukufu utakaofunuliwa baadaye. Mstari wa 2, lichungeni kundi la Mungu lililo kwenu na kulisimamia, si kwa kulazimishwa, bali kwa hiari kama Mungu atakavyo, si kwa kutaka fedha ya aibu, bali kwa moyo. Mstari wa 3, wala si kama wajifanyao mabwana juu ya mitaa yao, bali kwa kujifanya vielelezo kwa lile kundi. Mstari wa 4, na mchungaji mkuu atakapodhihirishwa, mtaipokea taji ya utukufu ile isiyokauka. Ndugu mtumishi mwenzangu, leo niko hapa kabisa nizungumze na wewe kwamba Mungu amekukabidhi kundi. Kwa namna yoyote ile umekabidhiwa kundi, na kundi hili Mungu analikusudia kwamba ulifikishe mahali fulani ambako na wewe utapata taji. Tumeambiwa kwamba kuna taji katika mstari ule wa 4, taji ya utukufu isiyokauka. Ukichunga vizuri, ukifanya huduma vizuri, mchungaji mkuu Yesu Kristo atakapodhihirika, atakapowekwa wazi, atakapokuja na atakapokuwa katika mamlaka yake, basi utapata taji. Sasa kuna wajibu wetu kama watumishi wa Mungu. Wajibu wetu una wajibu wa kuhubiri na kufundisha. Wajibu wa kuhubiri na kufundisha neno la Mungu kwa kundi hili ambalo wamekabidhiwa. Kwanza ulitunze. Kulitunza hapa maana yake ni kulilea hilo kundi, kulifanyia malezi bora, lakini pia kulitia moyo na kulilisha chakula kilicho bora zaidi, chakula cha kiroho, neno la Mungu. Hakikisha mtumishi wa Mungu unajikita kabisa katika kulielewa neno la Mungu, alafu na kulifundisha kwa usahihi. Huo ni wajibu wa kwanza, kulitunza kundi la Mungu. Lakini wajibu wa pili, kuliongoza lifikie mahali ambako Mungu amekusudia. Tunaongoza kwa mifano, tunaongoza kwa kujitoa. Kiongozi mzuri ni yule ambaye anakwenda mbele, anafanya, alafu anarudi nyuma kuangalia hao ambao amewafundisha wanafanya nini. Kwa hiyo huo ni wajibu wetu mkubwa sana. Lakini wajibu mwingine ni kulilinda kundi letu ambalo Mungu ametukabidhi. Kwa nini? Kwa sababu sisi ni mawakili wa Mungu, na kwa hiyo anasema kwamba tufanye kazi hiyo, wala si kama wajifanyao mabwana, bali tuwe vielelezo kwa hilo kundi. Kwa hiyo unapolilinda, tunalilinda kundi dhidi ya nini? Dhidi ya mafundisho ya uongo, manabii wa uongo, walimu wa uongo wametokea, wachungaji wa uongo na kadhalika, mafundisho ambayo hayana uzima. Tuweze kulilinda kundi la Mungu ambalo tumekabidhiwa. Na hapa anasema kwamba tusifanye kwa kulazimishwa, fanya kwa moyo. Wakati mwingine tunajikuta tunafanya kama unalazimishwa, manunguniko, malalamiko, unatoa hadi laana. Fanya kwa moyo, usifanye, anasema muweze kulisimamia, si kwa kulazimishwa, bali kwa hiari kama Mungu atakavyo, si kwa kutaka fedha ya aibu. Tuepuke sana fedha ya aibu katika utumishi wetu. Fedha ya aibu imejaa sasa hivi. Uweze kufanya huduma mpaka umepewa pesa. Hiyo ni fedha ya aibu.
Epuka sana. Wewe Mungu amekupa hiyo nafasi, amekupa karama, amekupa kipawa, kitumie kwa usahihi kabisa kabisa. Katika Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 15, Timotheo anaambiwa ya kwamba kama mtendakazi ambaye amekubaliwa na Mungu, alitumie kwa halali neno la kweli. Tumia kwa halali neno la kweli, usijipatie mapato ya aibu, kwa sababu kuna wakati unakuja wa hukumu ya kazi zetu. Kwa hiyo muda kama huu, tafakari sana mtumishi mwenzangu, badilika, fanya kazi ya Mungu. Wewe ni mwimbaji, wewe ni mhubiri, wewe ni msimamizi, wewe ni nani, kazi yoyote ulionayo, kipawa